kiume huyu hapa. Haleluya. Mpe maiki. Mshike mtoto. Mambo haya ni makubwa sana. Tunaona sisi ni ya kawaida lakini mambo makubwa sana. Mimi nilikuwa nje mfuko wa uzazi. Nikaombea ikarudi sehemu ya mfuko. Na mtoto amemtoa. Na madaktari wanamsubiri waone mtoto ni kweli. Sema mtumishi wa Mungu. Atukuzwe Mfalme Zumari. Amen. Atupe sifa Mfalme Zumari. Amen. Nimesimama mbele yenu kumshukuru Mfalme Zumari kwa makomba ameweza kunitendea. Nadhani nimeshaelezea historia ya huyu mtoto toka mimba ilipokuwa imetoka nje ya mfuko wa uzazi. Nilielezea kipindi mimba ikiwa na miezi kama 6. Nilikuwa nina ujauzito ambao ulikuwa na matatizo, ulikuwa nje ya mfuko wa uzazi, nikiwa Tanga. Niliombewa na Mfalme Zumari na ujauzito ule uliweza kuwekwa ndani ya mfuko wa uzazi. Na mara baada ya hapo niliweza kufika Mwanza. Naelezea kwa kifupi. Nilifika Mwanza, nikarudi hospitali, nikapima, nikakuta ujauzito umeshaingia ndani ya mfuko wa uzazi. Nimekuwa hapa kwa kipindi chote, nimepata misukosuko mingi. Kila nilipokuwa ni matatizo nimekuwa nikirudi hapa kanisani kwa Mfalme. Amekuwa akinishika mkono na matatizo yale yamekuwa yakiisha. Nimeenda hivyo. Nilikuwa na mtoto wa kike. Nikaja kwa baba, nikamwambia baba, mimi nilikuwa nahitaji mtoto wa kiume maana watoto wa kike ninao wawili. Kwa hiyo nilihitaji kupata mtoto wa kiume. Akaniambia, "Una imani?" Nikamwambia, "Nina imani baba, kwa sababu ile yatenda nyuma ni makubwa sana." Akasema naenda kumbadilisha maana aliyekiweka kiume ni Mungu mwenyewe. Ninachoenda kukifanya naenda kubadilisha jinsia, kumtoa mtoto wa kike kuweka wa kiume. Nikamwambia, "Amina baba." Nikafarijika sana. Akaniambia, "Pokea mtoto wa kiume." Nikasema amina. Na jina lake atakuwa anaitwa Haruni. Nikapokea, nikatoka kwa shangwe na furaha. Nikaondoka, nikawa naambia mama yangu, naambia nina mtoto wa kiume, tayari baba ameshambadilisha, nilikuwa na wa kike. Sasa nina mtoto wa kiume. Kuanzia leo mimi naitwa Mama Haruni, sio Mama Mary wala Mama Glory. Mama akasema hongera sana, kwa naenda kupata mtoto wa kiume, naona faida ya kuja Mwanza. Nikamwambia nilijua hilo kwamba nikija lazima baba alifanyie kitu juu ya mimba hii. Basi nimekaa, siku zilipofika Jumapili nilifika hapa kanisani. Na penyewe ilikuwa kama tukamuigiza maana tarehe zilikuwa zijafika za kujifungua. Wiki iliyopita kabla ya Jumapili ya juzi sikuja kanisani kwa na umwaumwa. Nikamwambia mama, leo mimi siendi mniombee. Nimekuwa nikimsumbua sana Mfalme, nasema nataka nizae kabla ya siku. Nakumbuka kuna siku moja nilikuja hapa, Mfalme akanishika akaniambia mimba yako bado. Nikarudi nyumbani kana wachekesha, nawaambia nilikuwa nataka kujifungua lakini baba ameliona hili. Yeye ndo aliyekiweka kiumbe. Alafu mimi nataka kitolewe kabla ya siku. Nikawa nawatania nyumbani, nawaambia mtoto bado hajavaa soksi. Wanacheka. Nikamwambia atakapokuwa amekamilika hata kabla ya tarehe mimi nitamwambia baba tu akitoa haraka, sitaki kufika tarehe huko kote maana na mambo yangu. Basi Jumapili, siku zote za Jumapili nimekuwa nikija kwenye gari na kuja na begi. Nasema yani leo naenda kumwambia baba anifungue. Nikifika leo na 6 nakumbuka ile kauli bado hajakomaa. Basi narudi. Jumapili nikawiwa, nikamwambia mama nikiwa kwenye gari, hapo sijabeba cha mfuko wala nini. Nikamwambia mama leo naenda kujifungua. Kwa nini nawiwa sana kwenda kanisani? Mama akasema na hii siku unavyosema naenda kujifungua itakuwa kweli kama na imani. Nikamwambia nina imani, wewe ngoja niende na hivi faza ametuambia naenda kutupa mkono. Wewe subiri uje uone. Nikaja kanisani, alikuwa faza anahubiri hapa, mimi nilikuwa kule nimekaa. Nikawa nasikia kama dalili za uchungu. Lakini rohoni nasema, uchungu tena wapi mwana wa Zumari? Nikawa nasema nakataa uchungu, nafungua njia. Huko nimekaa kwenye kiti. Faza yuko hapa na Mfalme yuko hapa na hubiri, mimi niko kwenye kiti nasema nakataa uchungu, nafungua njia. Ilipofika muda wa kutoa mkono, nilikuwa ni kumtegemeza Mfalme. Tukaanza kuja, nikamfuata dadangu nikamwambia hali ya hewa sio nzuri hapa. Dadangu akaniambia jitahidi twende ukapate mkono. Basi nikawa nimepanga pale foleni, nikaanza kuja hadi kwa Mfalme. Alipo ile mkono, nikarudi akawa vile ndio ameniboost. Nikarudi kwenye kiti nikamwambia dada, hali ya hewa si shwari, ngoja niende kwenye gari nje. Basi Mfalme akaendelea kutoa mkono hadi mwisho. Mimi nikawa nimekaa kwenye gari, wakati alipokuja nje wakaanza kunitania.
Wakawa wanaongea maneno mengi, wasema hayo umeshafunguliwa. Sasa ukija uchungu unasema nakataa uchungu, nafungua njia. Nakataa uchungu, nafungua njia. Mama akaja kwenye gari akakuta wananishangaa. Kwani kulikoni? Wakaanza kumwambia mambo yameshaharibika huyu. Na jana yake tulikuwa tumefanya maombi kwenye familia moja ya Mama Esther kule Nyakato. Na tukiwa kwenye maombi kule, mmoja wana maombi, kuna kitu alikabidhiwa na Mfalme Zumaridi. Ni mwenzangu ambaye tulikuwa naye Tanga. Wale tulikuwa kwenye maombi, Mfalme Zumaridi alimtokea. Akampa kitu kama dhahabu. Akamwambia hii dhahabu mkabidhi Sesi, mkabidhi Sesi, mkabidhi Sesi. Ndio inaenda kumfungua. Kwa hiyo ilikuwa ni Jumamosi, kwa Jumapili yake ndio nilikuja kanisani. Na yule dada baada ya maombi alifanya hivyo, akanikabidhi. Nikawa namtania namwambia, kuja kwangu huku Nyakato kwenye maombi kumenifanya na mimi Zumaridi wao ameniona, hakika naenda kujifungua. Na ndio maana Jumapili yake nikawa nawiwa sana, naambia mama, mimi nikikaa nyumbani bila kumuona mfalme sijisikii. Acha niende kanisani tu, naona leo anaenda kutenda kitu. Maana jana nimepewa kitu kwenye maombi, akasema ndio kinaenda kukufungua uzae. Basi hiyo Jumapili nilipofika hapa ikatokea hivyo. Mama alipokuja kwenye gari wakawa wanacheka na ndugu zangu, nawaambia nyie vikikata na cheka, naongea nao. Mama akaniambia sasa jiandae twende, mkono umeshapewa na baba. Nikamwambia mama siendi mpaka baba anishike. Akaniambia una imani, mkono ambao umeshawekewa ni mkubwa sana, hata akikushika umeshashikwa na Mungu Baba na Mungu Mwana. Nikamwambia mama nataka nione tena kwa mara nyingine. Haya bwana, ngoja mimi nikamwambie. Basi mama akawa amerudi amemwambia mfalme. Mimi niko kwenye gari, akaja akaniambia twende basi ukachukue baraka za mwisho kwa mfalme. Nikarudi kwa mfalme, nikamwambia mfalme, akawa amenishika tena kichwani, akasema nenda ukajifungue na utajifungua salama, usiwe na wasiwasi. Nikawa nimetoka hapa na gari ya mzee wa kanisa Baba Haruni, akanipeleka Aga Khan pamoja na mama na timu yake ya maombi na dada. Wakati naenda, kwanza kabla sijatoka hapa, nikamwambia dada, nasikia mashindishimbi lakini sijaona dalili yoyote. Je, huko kanisani, huko Aga Khan naenda kusema nini? Maana huwa tunaenda baada ya kuwa umeona dalili yoyote. Dada akasema wewe twende, maana wa Zumaridi haya yote hawatokeaje. Mmoja kati ya wale wana maombi wa mama akaniambia chukua mchanga usisahau. Nikasema dada, nilikuwa nimesahau, na wakati nimeshinda nasema mfalme, fungua njia, funga uchungu, fungua njia. Nikachukua ile mchanga nikawa nimeufunga kwenye kitenge. Wakati tunaenda nimekazana tu nasema funga uchungu, fungua njia. Funga uchungu, fungua njia. Na ndivyo ilivyokuwa. Nilipofika Aga Khan, nikafungua ile mchanga kwenye kitenge pale nje ya hospitali nikaumwaga. Nikasema namwaga, navunja maagano, Zumaridi nifungue njia napoenda kuingia ndani ya hospitali. Isifike saa 3 niwe nishajifungua. Na muda ule ilikuwa ni jioni, giza limeingia, lakini ilikuwa sijui ni saa ngapi. Nikawa nasema baba fungua njia, naenda kupimwa, ionekane dalili yoyote. Nilipoingia sina cha bima wala nini. Nimefika Aga Khan, mama akatoa maelezo. Akasema mwanangu huyu ni mjamzito, anataka kujifungua. Lakini hapa tulipo hatuna chochote, maana tulikuwa kanisani. Wakamwambia yuko wapi? Akasema huyu hapa. Akasema mbona hana dalili? Akasema hana dalili, ana dalili hapo. Niye muangalieni tu, lakini vifaa vyake wamevikimbilia nyumbani. Yule nesi akasema dada pole. Nikamwambia asante sana, mshukuru Mungu wa Zumaridi. Nikaanza kuwachanganya. Akasema twende leba. Nikaenda moja kwa moja leba. Nilipoingia nikapanda, akasema moja naomba nikuangalie njia. Aliponiangalia njia akasema njia imeanza kufunguka. Rohoni nikasema Mungu wa Zumaridi anatenda, njia imeanza kufunguka, sijaona dalili yoyote. Basi akaniambia shuka, nikashuka. Nikarudi kwenye chumba cha mapumziko, nikamkuta kuna dada mmoja alikuwa mle toka asubuhi. Naye ana uchungu, analia, anapiga kelele. Ile timu ya wana maombi wakamuuliza wamuombee. Mimi niko na yangu tu, Zumaridi fungua njia, funga uchungu. Ile dada ananishangaa, huyu dada kweli anaumwa, anacheza hapa usanii. Kina mama akaanza kumwambia mwenzako ana uchungu, anaenda kujifungua, lakini sasa haumi, na wewe tukuombea. Akawa anaweka mashaka, ni mwana plasmatic wa RC. Wakawa na msipa, mimi namwangalia anacheka. Baadaye akawa wamekubali, wamemuombea. Wakati wanamuombea mimi nikatoka nje, nikawa napiga mazoezi, nasema Zumaridi saa 3 isifike umeshanishika mkono.
Yaani naomba saa 3 isifike na kusi fungua njia, funga uchungu. Fungua njia, funga uchungu. Kurudi ndani hata dakika 40 zilikuwa sijaisha. Yule dada aliyekuwa ameombewa na maombi, nikakuta anapiga mayowe, unajuma, anapiga kelele. Nikawa namcheka. Naambia sikumite Mungu wa Zumaridi. Sasa Mungu wa Zumaridi wao kama wamekuombea, wasingekuombea nilikuwa nakuacha hapa. Shukuru Mungu wa Zumaridi. Basi niko namtania hivyo, wakawa wamembeba wamempeleka leba. Lakini na mimi muda huo tunasikia sasa arudi. Naona kama ndio anataka adondoke, lakini najitahidi tunasema Zumaridi, funga uchungu, fungua njia. Basi wamemfikisha leba, akamaliza hata dakika 5, tukasikia mtoto analia. Mtoto analia na mimi nikasema Zumaridi, funga uchungu, fungua njia, na mimi anakuja Aruni. Nikasema dokta, Aruni anakuja. Nikawa na wachanganya, wakasema Zumaridi nishikilie, Aruni anakuja wewe hapo. Nikamwambia mama muite dokta, namsikia Aruni anakuja. Mama akamwambia dokta, huyu anazalia hapa tulipo. Dokta akaja ambie. Akaniambia pumua, toa hewa ili uchungu usiusikie. Nikamwambia kwa nguvu ya Zumaridi. Akaniambia twende leba. Nikaamka nikaenda leba. Nilipofika leba, kumbuka nilikuwa nimeshinda hapa toka asubuhi, nilikuwa sijala chochote. Nikawa sina nguvu hata kidogo, hata kupanda kwenye kitanda cha leba nikawa siwezi. Yule dokta anasema utapanda. Nikamwambia siwezi, na kwa nguvu ya Zumaridi. Yaani mimi sikuwa tena nasema kimoyo. Naambia nitapanda na kwa nguvu za Zumaridi. Akaniambia Zumaridi, nikamwambia Mungu wangu chini ya jua. Na hata hapa ninapoongea nimetoka kanisani. Akawa anasema umetoka kanisani? Nikamwambia sasa unasema hauna nguvu, utazaaje? Nikamwambia kwa uwezo wa Mungu wa Zumaridi. Nikaanza kusema Zumaridi, Mungu wangu chini ya jua, nipandishe kitandani. Anambia Bwana, anambia subiri nimuite Mungu wa Zumaridi anipandishe, maana najua sina nguvu. Kwa hiyo nikajikuta nimepanda kitandani. Akaniambia lala ubavu, nikalala ubavu. Baadaye akaniambia lalia mgongo, nikalalia mgongo. Akaniambia aanza kupushi. Nikasema siwezi, miguu ina nguvu, ngoja kwanza nimuite Mungu wa Zumaridi anipe nguvu. Akaniambia Mungu wa Zumaridi namtaja sana, itakuishia, utashindwa hata kupushi. Nikamwambia siwezi kushindwa, maana ndiye alinifikisha hapa. Nikawa nasema Zumaridi nipe nguvu miguuni, Zumaridi Mungu wangu nipe nguvu miguuni. Nipe nguvu miguuni, pate nguvu za kupushi. Baada kupushi vizuri. Haya basi acha kusema, sema siwezi kuacha kusema. Nikamwambia Zumaridi, muingie huyu dokta kwanza naye awe mpole. Akasema aniingie. Aniambia, "Kwani bibi ni mkali?" Nikamwambia sio mkali dokta, ila Zumaridi ya kuongezea upole zaidi ya hapo. Zumaridi gani? Mungu wangu chini ya jua. Kwa hiyo dada mimi ni mkali. Nikamwambia hauna ukali ila upunguze zaidi ya hapo. Zumaridi muingie huyu kaka, muingie huyu dokta. Akawa anasema aniingieje sasa? Nikamwambia kuingie ni Mungu wewe ni roho. Basi akawa ananiambia haya umeanza kupushi vizuri tu. Akawa ananiambia good unaenda. Na mimi sio mimi ni Zumaridi, ni uwezo wa Zumaridi. Basi baadaye akaniambia si unaona umemaliza. Nikasema Zumaridi, hakika nimekuona. Eti na wewe Zumaridi kweli umemwita amekutetea. Basi ikawa nimeanza kuniandaa pale, akanisafisha, akanipa mtoto wangu. Akaniambia ulikuja unasema kweli unarudi. Kumbe alikuwa anajua nikamwambia tayari, yani ninavyokuambia nimekuja na Mungu wa Zumaridi ndio huyo, yani kila kitu nilikuwa najua. Akasema leo nina bahati. Aliyetoka mwenzio kazaa mtoto wa kiume. Na wewe umekuja unajua kabisa unaenda kuzaa mtoto gani. Nikamwambia ndio hivyo Mungu wa Zumaridi. Basi nikamwambia namshukuru Mungu wa Zumaridi kaka, na umemjua. Eti hamna mimi sijamjua, ni wewe unamjua. Nikamwambia utamjua tu ipo siku. Basi akawa ameniandaa, nikawa nimetoka pale. Na baada ya hapo, baada kama siku 2 nikaenda pale na yule dada wa Zumaridi amekuja. Nikamwambia ndio yule Mungu wa Zumaridi. Eti Amina, mbona yani walikuja walifanya fast ukamfanya na mwenzako watoke faster. Nikamwambia nilikuja na moto mimi nitoka kanisani. Basi ikawa imefika hivyo. Na mimi sasa hivi nalea, nashukuru, sio kwa uwezo wangu, kwa sababu kama ningekuwa Tanga naamini nisingelea. Sababu kuna changamoto nyingi sana hapa katikati, lakini zimekuwa zikivunjwa zikitolewa na mfalme. Haya yote ni makuu ya mfalme Zumaridi, na mimi sasa hivi nina mtoto wa kiume, nashukuru. Naomba baba amshike, aendelee kumshika. Piga makofi. Amen.
tunaitia sababu ya kumshukuru kwa Mwenyezi mamlaka Bwana Mungu chini ya jua kwa kile cha kusimama kwenye madhabahu takatifu. Sasa kwa Mungu ilikuwa mimi nilipofikisha hapa mimba miezi 7. Mfalme Zumaridi kwa kwenye ibada akaniita kwenye madhabahu hapa. Nikapanda hapo juu akaniombea. Akaniambia kama una imani utazaa mtoto wa kiume. Unapomuona hapo tumboni mtoto wa kike. Lakini kwa imani yako nitakubadilisha. Basi watumishi wa Mungu, pindi mfalme anitamkia kwamba kama unaniamini nitambadilisha huyo mtoto, maana namuona mtoto wa kike. Kwa kweli watumishi wa Mungu, nikaja mbele yangu swali kwamba sasa Mfalme Zumaridi anataka mimi nimwaminije? Mbona mimi namwamini Mfalme Zumaridi? Kwa kipindi tu mimi kwamba kusema kwamba Mfalme Zumaridi anataka mimi nimwaminije, pale pale tayari ya Mfalme Zumaridi kama itagulia kweli kidondoka. Kwa mimi nikatembea tu na matumaini kwamba na mtoto wa kiume. Lakini kupitia pale Mungu kwenye madhabahu nitamkia pale, kumbe sikupokea utumishi wa Mungu. Ndio maana ilitokea hivi kwamba Mfalme Hosea alisimama akaja, kwa nini Mfalme Zumaridi akasema mimi nimwaminije? Ndio kilichotokea mbele yangu watumishi wa Mungu. Kweli Mfalme Zumaridi alimuona mtoto akiwa ni wa kike, lakini kupitia kwamba mimi Mfalme Hosea kusimama mbele yangu ikatokea mimi nikajifungua mtoto wa kike. Lakini mimi kusudi langu na mimi nilikuwa mtoto wa kiume. Atukuze Mfalme Zumaridi. Bwana Mfalme Hosea kusimama. Tena sio hapa tulianza kumwambia kweli. Amekatisha. Alikuja kule. Kwa mapetu nakumbuka. Nikamwombea huyo. Baba, mimi nataka mtoto wa kiume. Ndivyo alivyoniambia. Nataka mtoto wa kiume, nizee mtoto wa kiume. Baada kuomba na mapetu. Huyu mtoto alitolewa na muone ile akatolewa kabisa hivi akasimamishwa mbele yangu hivi. Katika Mungu wakati naomba nikamwona wa kike kule ofisini. Baada ya kumwona mtoto wa kike nilivyosema amina, nikamwambia huyu, nikamwambia wewe una mtoto wa kike tumboni kama mapetu. Wakati naomba nimeona sasa mtoto anatolewa akasimamishwa mbele yangu, nikaonyeshwa ni wa kike. Lakini kama utaamini Mungu asimeje ni mkubwa, anaweza kumbadilisha kwa tumboni, lakini ulionaye ni wa kike. Ukiamini utabadilishwa, utapewa wa kiume. Ile siku nilimwambia mtakoni hapa ilikuwa mara ya ngapi? Ilikuwa mara ya pili. Kumbe ndani ya roho yake akanungulika. Umeona? Akanungulika kama vile ambaye ilikuwa nimeshamuona. Huyu hapa wa kike. Mbarikiwe watumishi wa Mungu. Mbarikiwe na Mfalme Zumaridi. Wapigie makofi watumishi wa Mungu.